Mboe, tuendelee. Baada ya sasa ya kukosa mechi kucheza Yanga, baada ya kukosa leseni, kabidi ukae bench kidogo na mbako achukue mtu mwingine aendelee kucheza. Baada ya hapo nini ambacho kiliendelea? Baada ya mechi na Yanga, mechi ilikuwa inafuata mechi dhidi ya Coast Union ambayo tulichezea Tanga, nadhani tunaenda kucheza Tanga. Baada ya mechi tumeenda kwenye mechi Tanga, leseni kawa tayari sasa. Muda wa kikosi mwalimu anapanga kanianzisha. Ndio the first time kucheza ligi kuu. Mara ya kwanza. Afu nacheza saa 8 mchana. Jua kali. Tanga hiyo. Nadhani nilikuwa the first time pia kufika Tanga kwa kipindi kile. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, nilicheza mwanzo ulikuwa mgumu kwa dakika za kwanza kwa sababu ndo pressure ligi kuu ile kuihandle ilikuwa sio kitu kidogo. Sasa kama dakika 67 then nikafanywa 7. Nikazoea sasa joto la ligi kuu. Mechi ya pili nikacheza na Kagera, nikaja nikacheza sio na nani kwa msimu ule kwa umeisha. Kwa hiyo nikasipati chochote, nacheza mechi za ligi kuu lakini sipati chochote. Na mwalimu ambaye nilikuwa naamini anaweza kapushi, kapata mkataba, kaondoka. Kwa hiyo ikawa inanichukua sasa kama mchezaji. Sometimes inakunyima confidence kidogo. Inakupa pressure. Nikawa nampigia ndugu zangu, nakumbuka nilimpigia dada yangu. Nikamwambia hivi na hivi. Kwa na kauli alinipa, akaniambiaje? Ndugu wangu, isikuchukue hata kidogo. Huwezi kujua anayekuja bora zaidi. Kwa nini nikapata moyo. Na kwa hiyo wakamsajili kocha mpya, Meles Medo mzungu ambaye na raia wa Marekani na Misri ambaye alikuwa ametoka kufundisha Coast nadhani. Kaja Medo pale nikasema sija kufundishwa na mzungu ndo first time. Muona maisha yanavyokuwa, sija kufundishwa na mzungu ndo first time anafundisha. Basi kaenda msaidizi wake sasa akamchukua kwa Kasim Liogope, kocha wetu ambaye kocha sasa hivi tuko na Azam, kocha leo. Kasim Liogope mwenyewe master. Basi kwa huwezi kujua Mwenyezi Mungu anakuandalia nini bwana. Kaja Medo kwenda kanipenda kweli. Mpaka sasa wachezaji wangu kaniita mtoto wa Medo. Kocha mpya wa Medo. Mzungu. Wakati ulikuwa na wasiwasi ukisema akija sio itakuwa. Kwa Mungu mengi kaja Medo nikaanza kupata nafasi. Kanipambania tufanyaje mpaka sasa nacheza. Nadhani mpaka napata mkataba wangu wa kwanza nikiwa chini ya kocha Medo. Ndio nasajiliwa sasa rasmi kama mchezaji wa timu ya Dodoma Jiji kubwa. Ndio unapata mkataba. Sasa na official nalipwa. Na unaanza kupata hela. Kwa namshukuru of course Medo, namshukuru kocha Kasimu, alinipambania sana kwa kiasi kikubwa, alikuwa ananipa moyo, wananijiaji bwana fanya hivi. Na kocha Medo alikuwa ananipenda sana. Nilifika stage pale nikasema kweli. Kwa hiyo na ile work rate yangu ilikuwa kubwa kwake, alikuwa anafurahia. Japo ndio alikuwa anakutana vipingamizi baadhi ya wachezaji, lakini ananiambia sisi wananiita nikaa naye. Meki tunatafutana kwa Kasimu leo tunaye. Kwa najisikia faraja kwa kuwa na walimu ambao napita nao njia moja. Umeanza safari yako kwa ugumu, lakini Mungu alikuwa ameandaa. Kaniandaa vizuri kwa sababu umepita misingi mizuri, na pia kikubwa naamini kwenye discipline. Naamini kwenye discipline kwa sababu mwalimu yote anampenda mchezaji ambaye pia ana discipline, anamheshimu, ambaye anafuata maelekezo. Unajua mpira sasa hivi ni kufuata maelekezo. Mwalimu anataka nini wewe fanye nini. Sio kama mwalimu anakuelekeza hicho unafanya tofauti. Walimu of course hawapendi kitu kama hicho. Kwa anapenda mchezaji ambaye anamsikiliza, kafanye kitu fulani unaenda kufanya.